katibu mkuu amesema kwamba sisi ambao tunakipigania chama hiki, sisi ambao tunaipigania katiba ya chama hiki, sisi tunalipwa sijui milioni 2, kitu ambacho ni uzushi na ni uongo mkubwa sana. Najaribu kuwaza hivi, CCM ni namna gani ambavyo wanaipenda Chadema? Yaani CCM leo waipende Chadema kiasi kwamba CCM imfadhili mtu ambaye anaipigania katiba ya chama chetu. Kwa sababu sisi tunachokipigania ni katiba ya chama chetu. Katiba iko wazi. Kama kuna jambo lolote, wajibu wa mwanachama mmoja wapo ni kupinga uovu wowote ule ambao unafanyika. Sasa yeye katibu mkuu akisema kwamba sisi tunalipwa, najaribu kuendelea kujiuliza, je, wakati ule mheshimiwa mwenyekiti wa chama sasa hivi Mheshimiwa Lissu alipokuwa makamu mwenyekiti, alivyokuwa anatoka na kusema kwamba kuna fedha chafu ndani ya chama, je, na yeye alikuwa amelipwa na CCM? Lakini makamu mwenyekiti wa sasa hivi Bwana John Heche, naye wakati anatoka mwaka 2024 mwishoni na mwaka 2025 mwanzoni akisema kwamba ndani ya chama kuna fedha chafu, je, na yeye alikuwa amelipwa na nani? Kwa hiyo Mheshimiwa katibu mkuu asichafue watu na asiongee uongo. Hilo la kwanza. Jambo la pili, katika maazimio ya kamati kuu tunasikitika sana kutokuona jambo la mgogoro katibu mkuu amejaribu kulikwepa, lakini ukimsikiliza kwa vizuri katibu mkuu anakiri ni kweli kwamba ndani ya chama kuna shida. Na mfano mdogo tu ni pale alipokuwa akielezea kwamba kwa nini Mheshimiwa Joseph Mbilinyi ama maarufu Sugu ambaye ni mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, kwa nini wakati makamu mwenyekiti wa chama taifa alipoenda kufanya ziara kwenye kanda yake hakuwepo? Haiwezekani ukaniambia wewe kama baba wa nyumba umepata mgeni alafu yule mgeni wewe unamkimbia wakati huyo mgeni ni babako mzazi. Ni kitu ambacho hakiwezekaniki kwa sababu taratibu zetu zinaeleza wazi kabisa kwamba kwa makamu mwenyekiti akienda kanda yoyote ile, mwenyeji wake namba 1 ni mwenyekiti wa kanda hiyo. Sasa haiwezekani mwenyekiti wa kanda useme alikuwa amealikwa mahali. Ni kitu ambacho hakiwezekaniki. Bwana Sugu aliamua kuondoka kanda ya Nyasa kwa sababu wameshakuwa paka na panya na makamu mwenyekiti wa chama taifa. Kwa hiyo katibu mkuu asitake kuongea uongo. Na hii migogoro, sisi tunachotaka hii migogoro imalizwe. Sisi tunakipenda chama chetu. Sisi leo hii ndio ambao tunapigania kwamba hatutaki kuona ufisadi wanaofanya CCM, lakini leo sisi ndio ambao tunaofanya huo ufisadi. Kwa mimi nikiombe sana chama changu na nimuombe katibu mkuu ambaye ndio mwenyekiti wa secretariat ya chama, haya mambo yakifumbiwa macho yatatuharibia chama chetu. Haya mambo yakifumbiwa macho yataondoa uhalisia ule wa Chadema ile ambayo tunaifahamu na kujua kwa miaka zaidi ya 30.